Serikali katika mwaka wa fedha wa 2025-26 imepanga kutoa mikopo kwa wanafunzi 252,773 wakiwemo 88,320 wa mwaka wa kwanza ili kuwafikia wanafunzi wengi zaidi. Hayo yamesemwa na Waziri Mkuu Kassim Majaliwa Jumamosi Juni 14, 2025 wakati wa maadhimisho ya miaka 21 ya Jumuiya ya wanafunzi wa taasisi za elimu ya juu yanayofanyika katika uwanja wa Jamhuri jijini Dodoma. Leo hii kwa bajeti yetu ya mwaka 2025-26 tunatarajia kuingiza vijana wengi zaidi kufikia 252,773 wakiwemo 88,000 ambao hawakuingizwa kwenye mikopo na tunawaingiza. Hapa tunawachukua wale wa mwaka wa kwanza na wa pili tunawaingiza kwa kuwapa mikopo. Nataka niwahakikishie kwamba serikali itaendelea kuwachukua wale wanaokosa mikopo walioko kule nyuma kuwaingiza kwenye orodha ya mikopo kadiri tunavyoongeza fedha. Kwa endeleeni kuiamini serikali yenu, endeleeni kuona kwamba jitihada hizi zinalenga kuwapata wote wanaohitaji kupata fedha, huku tukiimarisha mifumo ya wanaopata mikopo ambayo inaondoa kuingiza mikono ya watu kwa kuomba kielektroniki, kuchuja kielektroniki na kuruhusiwa kuingia kwenye mfumo kielektroniki. Maana yake nini? Kwamba hakuna upendeleo unaotokana na wale ambao wanahitaji kwenda vioni kuwa wanakwenda wakundi au watu wa aina fulani peke yake. Niendelee kuhakikishia kwamba serikali kwenye eneo hili tunaendelea kuliimarisha. Waziri Mkuu Majaliwa akatoa maagizo haya kwa viongozi wa jumuiya hiyo ya TAHLISO hapa nchini. Viongozi wa TAHLIFE, hakikisheni na washauri na kuwahimiza wanavyuo wenzenu kujituma katika masomo yao. Nyie ndio tegemeo la taifa hili. Nyie ndio wasomi ambao mtakwenda kuliongoza taifa hili kisomi. Nyie ndio mtakuwa mfano mzuri kwa jamii. Tambueni kuwa taifa zima linawaangalia, linawategemea, na nyie ndio kioo cha jamii. Sambamba na masomo yenu, hakikisheni kwa hata mienendo na maadili yenu yaendane na usomi wenu. Ustaarabu ni jambo muhimu sana. Unatakiwa kuonyesha kwa mstaarabu na ni mtu uliyeelimika. Kwa hiyo viongozi wa TAHLISO na TAHLIFE, sisitizeni haya maadili kwa wasomi wote. Kwa wanavyuo kutoka taasisi zote za elimu ya juu na kati, endeleeni kujiepusha na vitendo vilivyo kinyume na maadili ya Tanzania. Hivi vitendo tumeanza kuviona siku za hivi karibuni. Sasa wasomi tunawategemea na nyie mtaungana na serikali kuhakikisha kwamba tunatoa elimu zaidi, elimu yenye katazo ya mambo yote ambayo yanakiuka mila, utamaduni, lakini pia desturi yetu wa Tanzania, ili tuwe na maadili ya Kitanzania. Vitu kama ushoga si vitu ambavyo vinakubalika. Mambo ya usagaji, watumizi ya madawa ya kulevya, haya ni mambo ambayo sisi tunaiona yanakiuka maadili ya mtoto wa Tanzania. Imradi wewe sasa unajengwa kwa misingi ya kuwa kiongozi wa jamii katika taifa hili, unatakiwa haya uachane nayo. Naomba nisisitize kwa kuwaelekeza wanafunzi wote kuzingatia matumizi salama ya teknolojia ya kidigitali, hususani matumizi ya mitandao ya kijamii ambayo wengi wenu mmekuwa mkitumia kupata nyaraka mbalimbali za masomo yenu, mkitumia mitandao ya kijamii kufanya mawasiliano na taasisi, lakini pia na maeneo mengine, kwamba matumizi yawe yale tu yenye tija. Matumizi haya yawe yale tu yanayokufanya wewe kuwa na maadili, na matumizi haya yasiwe yale ambayo yanakwenda kukufanya wewe uingie kwenye kukosa
kukiuka sheria za nchi alafu zikakutia hatiani. Ni matarajio yetu kuanzia wanavyuo vikuu ambao nyie ndio mnatumia sana matumizi ya teknolojia ya kidigitali, ni vyema tukajikita kwenye matumizi salama. Naye naibu waziri wa elimu, sayansi na teknolojia mhandisi Omar Kipanga akataja yale yanayotekelezwa na wizara hiyo. Utakumbuka kuwa tarehe 1 ya mwezi Februari 2025, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alizindua sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la 2023. Sera hii inalenga kutoa elimu inayozingatia ujuzi kulingana na mahitaji ya soko la ajira na kuchangia katika maendeleo ya taifa. Sisi Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia tunaendelea kutekeleza kwa ufanisi sera hii, ambapo katika kufanikisha utekelezaji wake tumefanikiwa kuhuisha mitaala na kuandaa miongozo mbalimbali ikiwemo kama ifuatavyo: Mwongozo wa Taifa wa Tuzo na Sifa Linganifu za Kitaaluma, Mwongozo wa Mafunzo Endelevu ya Walimu Kazini wa mwaka 2020, Mkakati wa Kitaifa wa Matumizi ya Teknolojia ya Kidijitali katika Elimu, Mwongozo wa Utambuzi wa Vipawa na Vipaji wa mwaka 2025, Mwongozo wa Utekelezaji elimu ya amali katika shule za sekondari wa mwaka 2025 na Mwongozo wa Mafunzo ya amali kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum wa mwaka 2025. Tumeandaa pia mfumo wa kielektroniki wa tathmini ya ujifunzaji kwa lengo la kurahisisha upimaji wa wanafunzi katika shule za msingi. Miongozo hii inalenga kuhakikisha kuwa elimu inayotolewa nchini inazingatia viwango vya kitaifa, kimataifa na kuwajengea wahitimu ujuzi unaohitajika katika karne ya 21. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sambamba na utekelezaji wa sera na mitaala, wizara inaendelea kufanya mapitio na marekebisho ya sheria mbalimbali ili ziendane na mahitaji ya sasa ya kisekta. Ama kwa upande wake, rais wa wanafunzi wa taasisi za elimu ya juu Tanzania TAHIRISO Godfrey Kiriba akaeleza utayari na ahadi yao. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunashukuru sana kwa maboresho makubwa katika sekta elimu ya juu, elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi, kuanzia miundombinu, kuongezeka kwa bajeti ya mikopo, kuimarika kwa mitaala na usimamizi bora wa vyuo na taasisi za elimu ya juu. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi TAHIRISO tuko tayari kushirikiana na serikali katika nyanja zote, kisera, kihamasishaji na kielimu, ili kuchochea maendeleo makubwa zaidi kwa taifa letu. Mwisho kabisa, tunaleta ahadi hii Mheshimiwa mgeni rasmi kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia wewe, kuwa tunafahamu na kutambua mwaka 2025 ni mwaka wa uchaguzi mkuu, na kwa dhati kabisa tunawaeleza wanafunzi wetu kuwa tupo tayari kushiriki uchaguzi huo kwa amani, utulivu na uadilifu mkubwa. Piga makofi kwa ajili ya hilo. Mheshimiwa mgeni rasmi, hatutokuwa sehemu ya watu watavuruga amani ya nchi yetu na kuvunja katiba yetu. Lakini pia Mheshimiwa mgeni rasmi, nikwambie wanafunzi hawa na vyuo vikuu wamenituma niseme kwamba hawako tayari kudhalilisha elimu yao kwa kuvunja katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na wanaijua mwaka huu ni uchaguzi, tena kwenye uchaguzi. Wanasema Oktoba tunatiki, ndio ujumbe ambao wamesema niufikishe mahali hapa. John Israeli, Banda Media, Dodoma.